Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante Mungu rehema kwa ajili ya wakati mwema ambao Mungu tunakwenda kulisikia neno hili, na kusihi kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana ukalihuishe ili neno lipate kuwa hai, likamfae kila mwenye kulisikia katika jina la Yesu. Ujumbe wetu ambao tunajifunza au tunausikia jioni ya leo ni chini ya kichwa kisemacho mkomesha misukosuko. Mkomesha misukosuko. Luka sura ya 8 mstari wa 22 mpaka 24. Luka sura ya 8 mstari wa 22 mpaka 24. Ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga, nao walipokuwa wakienda alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu hapa tunaona wakati huu ambao Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba wavuke ng'ambo ya ziwa, na kukawa kuna chombo pale, maki lilikuwa ni ziwa la maji. Kukawa na chombo ambacho walipanda, na walipokuwa wakienda, Yesu mwenyewe akalala usingizi, na alipokuwa amelala usingizi, ikashuka tufani juu ya ziwa. Na tufani ni upepo mkali sana ambao katika ziwa au katika bahari unasababisha mawimbi makubwa, na wakati mwingine tufani inaambatana na mvua. Kwa hiyo chombo walichokuwa wamepanda, ule mtumbwi ukaanza kujaa maji, wakawa katika hatari, yani hatari ya kufa. Yesu wakati wamelala usingizi, wanafunzi wakaamka, wakamwendea wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea ule upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Safari hii alianzisha Yesu mwenyewe. Yeye ndiye aliyewaambia wanafunzi kwamba wavuke waende ng'ambo ya ziwa. Walipokuwa safarini, tunaona hayo yaliyotokea, kwamba ilishuka tufani juu ya ziwa na chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari ya kuzama. Kuna kitu cha kujifunza hapa, kuna mambo kadhaa kujifunza hapa katika safari yetu ya imani. Wengine wanadhani ya kwamba safari inapokuwa imeanzishwa na Yesu, hiyo safari haitakuwa na misukosuko, hiyo safari haitakuwa na vipingamizi au vizuizi. Wanadhani kwamba hiyo safari itakuwa ni safari ambayo itakuwa ni salama kabisa, hakutakuwa na chochote kitakachoinuka. Ndiyo, inawezekana kawa hivyo, lakini hapa tunaona safari aliyoianzisha Yesu mwenyewe, akawaambia wanafunzi wake wavuke kwenda ng'ambo. Safari hiyo wakiwa njiani, inatokea tufani, na tufani hii, upepo huu mkubwa ambao ulisababisha mawimbi, upepo mkali, mawimbi ya bahari, maji yakaanza kuingia kwenye chombo, wakawa katika hatari ya kuzama. Bado ilikuwa ni safari aliyoianzisha Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo sisi tunapokuwa katika safari ya imani hii tulio nayo, ni safari ambayo ameianzisha Kristo mwenyewe. Wokovu unatoka kwa Kristo mwenyewe. Yeye ndiyo kiongozi wa wokovu, yeye ndiye mwanzilishi na mwenye kuitimiza imani yetu. Katika safari hii kutakuwa na misukosuko mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Tutakabiliana na misukosuko mbalimbali, na watu watashangaa, hivi kweli mimi nimeokoka? Kama nimeokoka, mbona naona kuna jambo hili, mbona kumetokea na hili, kwani inakuwaje? Hata safari aliyoanzisha Kristo mwenyewe wakiwa na wanafunzi wake kulitokea misukosuko. Kwa hiyo hakuna ajabu yoyote ikiwa sisi leo tutaona kwamba kuna misukosuko katika safari yetu ya imani, ijapokuwa mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza bado ni Kristo Yesu mwenyewe aliyetuokoa
yeye ndiye aliyetuita. Amen. Waebrania sura ya 12 na mstari wa 2. Waebrania 12 na mstari wa 2. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Mwenye kuanzisha, mwenye kutimiza imani yetu ni Kristo Yesu yeye mwenyewe. Kwa hiyo katika safari hii hakuna ajabu yoyote ikiwa upande wako utaona kuna misukosuko, utaona kuna vikwazo na vizuizi, utakabiliana na uadui wa namna mbalimbali. Usishangae, usianze kuwaza kwamba hii ni nini. Hakuna ajabu yoyote katika jambo hilo, kwa sababu yeye mwenyewe aliyapitia yayo hayo. Waebrania tena sura ya 2 mstari wa 10. Waebrania sura ya 2 na mstari wa 10. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Kiongozi mkuu wa wokovu alikamilishwa kwa njia ya mateso, kama tujuavyo kwamba Kristo Yesu yeye mwenyewe alikamatwa, akasulubiwa, akafa, akazikwa, kabla ya kufufuka siku ya tatu. Alikamilisha imani hiyo kwa njia ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia ya mateso, ijapokuwa yeye ndiyo kiongozi wetu mkuu, lakini alikamilisha imani kwa njia ya mateso. Kwa hiyo hakuna ajabu yoyote leo tunapoona sisi au ndugu zetu wakiteseka kwa sababu ya imani tuliyo nayo, kwa sababu tutakabiliana na misukosuko mingi katika safari hii. Na utaona Yesu mwenyewe sasa, wakati ule alipoamshwa na wanafunzi wake, aliwaambia, imani yenu iko wapi? Mnaogopa nini? Mnaogopa tufani, mnaogopa upepo, wakati yeye aliye uzima na mkuu wa uzima yupo katikati yao. Tuangalie pale ule mstari wa 25 pale katika Luka sura ya 8. Tusome sasa mpaka mstari ule wa 25, kuanzia mstari wa 22. Ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga, nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari, wakamwendea wakamwambia wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Ona swali ambalo Yesu anawauliza wanafunzi wake, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji, navyo vyamtii? Kumbe Yesu alikuwa anataka kuiona imani yao, alitaka kuiona imani yao, maana wako pamoja naye, yeye aliyekuwa Bwana. Walikuwa ni kwamba yeye ni Bwana wao, yeye ni Mwokozi, ni mwana wa Mungu. Walikuwa naamini hivyo, mkuu wa uzima. Akasema mimi ni uzima, nimekuja ili watu wawe na uzima tele, namna hiyo. Anawauliza, imani yenu iko wapi? Mmekuwa pamoja nami namna hii, mmekuwa mkiona ishara zikifanyika, watu wanaponywa, vipofu wanaona, viwete wanatembea, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa. Iweje tena muwe na hofu? Imani yenu iko wapi? Mungu anatarajia kutuona sisi tuliomwamini Kristo tunapopita katika misukosuko mbalimbali. Mungu anataka kuiona imani yetu,
Yesu anataka kuiona imani yako. Bwana anataka kuiona imani yako. Ikiwa wewe ni mwanafunzi wa Yesu, misukosuko itakuja, lakini misukosuko itakapokuja, wewe utakuwa ni mtu wa namna gani? Je, utakuwa ni mtu wa kulalama? Utakuwa ni mtu wa kulia? Utakuwa ni mtu wa namna gani? Je, imani yako tutaiona wakati huo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu, au tutaanza kukuona unaanza kukimbia huko na huko, mwisho tunasikia umeishia kwa waganga wa kienyeji? Imani yenu iko wapi? Imani yako mwanamke iko wapi? Imani yako mwanamume ambaye unapita katika misukosuko, wewe uliyemwamini Kristo, imani yako iko wapi? Maana Yesu alijua kwamba misukosuko sio jambo la ajabu. Yeye alikuwa anajua kwamba misukosuko itakuja. Yeye mwenyewe alishapita katika misukosuko mingi. Alitafuta kuuawa sio mara moja. Misukosuko mingi alikuwa anakabiliana nayo, lakini kwake haikuwa ajabu. Uadui wa mtu aliyeokoka si kitu cha ajabu. Kutakuwa na uadui wa kila namna ambao utainuka juu yako, kinyume chako. Angalia kwa mfano, safari hii walianza vizuri sana, lakini kwa sababu shetani alikuwa anawafuatilia, na shetani alikuwa anatafuta mahali gani ambapo anaweza akawamaliza. Akadhani kwamba ulipokuwa kwenye chombo ndani ya maji, akaona hapa ni mahali ambapo anaweza kummaliza Yesu na wanafunzi wake. Yeye akaleta tufani, chombo kikaanza kujaa maji. Nia ya adui pale ilikuwa ni kwamba apate kuwamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Akajua hapa ndani ya maji hapa tena, wengine wajua hata kuogelea hapa. Hiki chombo kikajaa maji hapa, hamna kitu. Akujua kwamba yuko mkuu wa uzima ndani ya kile chombo, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na akashangaa, iweje watu hawa wakiwa pamoja na mimi bado ni waoga? Ina maana bado hawajafunuliwa na kujua kwamba mimi ni nani. Kama hujafunuliwa na kujua kwamba Yesu uliyemwamini ni nani, bado utababaika sana. Lakini mtu aliyefunuliwa akamjua Yesu ni nani, akamjua Mungu aliyemwamini anayemtumikia ni nani, hawezi kubabaika wakati wa misukosuko. Na kilichowaponya ni nini? Wanafunzi wake Yesu waliponya baada ya kuona hatari ile iliyokuwa inawakabili, na Yesu amenyamaza kimya. Amelala lakini amenyamaza kimya. Anataka kuona hawa wanafunzi alioambatana nao watafanya nini. Sio kwamba Yesu alilala usingizi kabisa akawa hajui kinachoendelea. Haikuwa hivyo. Alitaka kuona wale wanafunzi wake aliokuwa nao, je, kufikia wakati huo wamemwamini? Ni watu ambao wana imani au ni watu wa namna gani? Ndipo walipokwenda wakamwamsha, Bwana mkubwa, tunaangamia. Ndipo Yesu alipoukemea ule upepo. Bwana Yesu asifiwe. Akaukemea ule upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Shwari maana yake ni kwamba, yani hali ya hewa ilitulia kabisa, kana kwamba hakuna chochote kile kilichotokea. Kukawa shwari, kimya, kukawa na hali ya utulivu mkubwa. Ndio maana yake. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo wanafunzi hawa walipopata tatizo, walimwendea kiongozi wao, walimwendea Bwana wao, wakamwendea mwanzilishi wa imani waliokuwa wameifuata. Maana ni yeye aliyekuwa anawaambia nifuateni. Wakamwendea huyo. Si kitu kwa kwamba sasa tunazama. Kuna siri kubwa iko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambao tuko katika safari hii ya imani, lolote lile ambalo tunakabiliana nalo, yuko aliye mwanzilishi wa imani yetu. Yuko aliye mwanzilishi wa safari yetu. Maandiko yanasema tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha, mwenye kutimiza imani yetu. Tunamtazama yeye katika safari hii.
Usimkimbilie mwanadamu. Huyo unayemkimbilia siye aliyeanzisha safari yako, siyo yeye aliyekuita, siyo yeye aliyekuokoa, lakini yuko aliyekuita, yuko aliyekuokoa, yuko aliyemwanzilishi na kiongozi wa imani yetu. Tumwendee yeye, tumweleze tunayokabiliana nayo, mshirikishe yale ambayo yanapata katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa Yesu anaambia imani yenu iko wapi? Kwa sababu alitarajia kuona kwamba watu hawa watakuwa ni watu ambao sasa hivi wananiamini katika jambo lolote lile, utakuwa unaniamini. Sikiliza, safari yako ya wokovu, katika mambo unayokabiliana nayo, changamoto unazokutana nazo, hebu muonyeshe Mungu kwamba unamwamini Mungu. Katika yote unayokabiliana nayo, jionyeshe na kujihakikisha wewe mwenyewe kwamba unamwamini Mungu wako, unamwamini Yesu wako, unamwamini yeye aliyekuokoa. Usiwe kama mtu ambaye hana tumaini. Wako ambao ukikabiliana na matatizo kidogo wanakuwa ni kama watu ambao hawana matumaini kabisa kabisa. Hapana. Biblia inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lazima imani yako ionekane, na zaidi sana wakati wa kujaribiwa. Imani yetu lazima ionekane na idhihirike kwamba hatuna wasiwasi. Pamoja na hayo yaliyotokea, bado tunamwamini Bwana kwamba yeye hata tuacha tukazama majini, hata tuacha tukazama katika safari yetu hii ya imani tuliyo nayo katika jina la Yesu. Na kuambia Yesu hata kuacha uzame, hata kuacha uzame. Hata kama umekabiliana na tufani ya namna gani, umekutana na misukosuko namna gani, Bwana aliyekuita, yeye aliyekuokoa, hata kuacha uzame ziwani katika jina la Yesu. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Waebrania sura ya 11 na mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Mungu anataka aone kama unaamini kwamba yeye yuko au la, na itathibitika wakati wa kujaribiwa, itathibitika wakati wa misukosuko, wakati wa matatizo, itathibitika unaamini ya kwamba yeye yuko, tena si tu yuko pamoja na wewe. Amen. Itathibitika. Waraka wa kwanza Petro sura ya 4 mstari ule wa 12. Waraka wa kwanza Petro sura ya 4 na mstari ule wa 12. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu. Usione kwamba ni ajabu mambo mabaya yanayokupata. Ndio maana ya ule msiba. Msiba ni kitu kibaya. Kwa hiyo usione ajabu ikiwa kuna jambo lililo baya lililokupata, na limesimama kama moto ambao unakuumiza, unakuteketeza. Lakini Biblia inasema kwamba kama moto, ili kuwajaribu, tuone imani yako katika Kristo. Huo moto ukija unafanyaje? Kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Sio kitu kigeni, sababu ukija katika maandiko, watu waliotutangulia ambao walipitishwa katika moto ni wengi. Kila mmoja alipita katika moto kwa namna yake. Kila mtu aliyeokoka atapita katika moto kwa namna yake, kwa namna kama ya kujaribiwa, ili ionekane kwamba imani yake iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Imani yake iko wapi? Ndipo wale wanafunzi wakamwendea
wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Hayo ni maombi, hayo ni maombi. Wakaomba, ndio maana yake. Walipokabiliwa na hiyo hatari ya kufa, wakakabiliwa na hatari ya kuzama. Tofauti ni kwamba huyo Yesu alikuwa unamwomba, walikuwa naye mle mle, walikuwa naye mle mle katika chombo, walikuwa wanamuona kwa macho ya nyama, alikuwepo. Sisi nasi tunapokuwa katika hatari, tunakabiliana na tufani, na chombo kinataka kuzama, tumwendee yeye aliye kiongozi wa wokovu wetu, tumwendee yeye mwanzilishi wa imani yetu, tumwendee yeye aliye Bwana na Mwokozi wetu. Vile vile kama walivyofanya wanafunzi wale kwenye chombo, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Sisi nasi tunaomba kwa jina la Yesu. Tofauti ni kwamba leo tutaomba kwa imani, tofauti na wenzetu ambao walikuwa wanaomba wakimwona Yesu yuko pale. Sisi hatuendi kwa macho, sisi leo tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuhakikishie mtu wa Mungu, mahali pale ulipo, Yesu yuko pamoja na wewe. Ni ahadi yake, ni neno lake, ametuhakikishia hivyo tangu mwanzo, tangu zamani, kwamba alipo yeyote yule ambaye yeye amemwokoa, yeye hayuko mbali, yuko karibu naye hapo hapo alipo. Angalia Mathayo pale alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake, anawaagiza, sura ya 28 mstari ule wa 19 mpaka mstari wa 20. Mathayo 28 mstari ule wa 19 mpaka 20. Yesu akauliza wanafunzi wake, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawaambia wanafunzi kwamba yeye atakuwa pamoja nao, lakini sharti kuyaangalia haya ambayo ameeleza hapo mwanzo. Mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Uwe ni mwanafunzi wa Yesu uliyebatizwa kwa ubatizo aliouagiza Yesu. Hao ndio wanafunzi wa Yesu halisi. Umeokoka, umetubu dhambi zako na kuziacha, baada ya hapo kubatizwa. Wengine wakimkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi, wakija kwenye ubatizo wanaanza kuleta udhuru. Mimi nilibatizwa nilipokuwa si wapi, nilibatizwa nilipokuwa mtoto mdogo, nilibatizwa kule zamani. Yesu amesema mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi na kuwabatiza, ubatizo alioagiza yeye mwenyewe, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, baada ya mtu kuwa ameisikia Injili, baada ya mtu kutubu dhambi zake, kwa kumaanisha kuziacha na kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Yeye anasema atakuwa pamoja na wanafunzi wake namna hiyo siku zote hata ukamilifu wa dahari, siku zote mpaka mwisho wa miisho, siku zote. Hata leo Bwana Yesu yuko pamoja na wewe, hata hivi tunapozungumza yuko pamoja na wewe. Haijalishi chombo chako kipo shwari au chombo chako kipo kwenye misukosuko. Kama kipo kwenye misukosuko, yeye ni mtuliza misukosuko katika jina la Yesu. Haijalishi mwanafunzi unapita katika misukosuko aina gani. Huenda ndoa yako inapita katika misukosuko, huenda afya yako inapita katika misukosuko, huenda biashara zako zinapita katika misukosuko. Msukosuko wa aina yoyote, yuko Yesu mtuliza misukosuko katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi maji yameingia kwenye chombo chako kufikia kwenye levo gani,
Maana Biblia hapa inasema kwamba maji yakaanza kuingia kwenye chombo, ijapokuwa hatuambiwi yaliingia kwenye chombo mpaka wapi. Popote pale ambapo maji yamefika, hata kama chombo hicho kimeisha zama tayari, sasa hivi unatapatapa, hujui ufanye nini, liitie jina la Yesu, liitie jina lake Yesu. Yeye anaitwa mtuliza nini, misukosuko. Vyote vikakoma, tufani ikakoma, upepo ukakoma, misukosuko ikakoma, kukawa shwari. Leo itakuwa shwari, leo itakuwa shwari. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye mwenyewe amesema kwamba atawafanyia wamchao matakwa yao, na tena yeye atasikia kilio chao. Kwa hiyo kinachohitajika kwa imani, ikiwa tayari unapita kwenye misukosuko, ikiwa chombo chako kimeanza kuingia maji au chombo chako kinazama, chochote kile kilicho cha kwako, na kuambia jioni hii ya leo mwite Bwana mkubwa. Jioni hii ya leo mwite Yesu Bwana mkubwa, kama walivyofanya wanafunzi wake. Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia, tunaangamia. Wakamwendea, wakamwamsha, wakisema Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka. Alipoamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, ukawa shwari. Unajua baada ya pale walisemaje? Katika mazingira kama haya ambayo wanafunzi walimwona Yesu anaukemea upepo, tufani ikakoma, misukosuko ikakoma, kila kitu kikakoma. Mstari ule wa 25 akamwambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka, wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji, navyo vinamtii? Wamesahau ya kwamba hakuna chochote kilichofanyika wakati wa uumbaji bila Yesu. Vyote vilifanyika kwa ajili yake. Wanaweza sifiwe. Vilifanyika kwa yeye na kwa ajili yake yeye. Yohana, kitabu kile cha Yohana, utaweza kuona jinsi ambavyo wakati wa uumbaji Yesu mwenyewe tusome pale kwenye Yohana sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 4. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Huyu anayezungumza hapa ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo hata maji, katika kuumba maji, Yesu ndiye aliumba maji, ndiye aliyeumba maji. Hata kayatenganisha maji yaliyoko juu na yaliyoko chini, ni Yesu mwenyewe alikuwepo. Upepo huu umeumbwa na Mungu. Yesu ndiye aliyehusika. Kama Yesu ndiye aliumba maji, kwamba maji yawepo, akatenganisha maji ya juu na ya chini, yeye ndiye aliyofanya upepo. Pale upepo unapokosa discipline, unashindwa hata kumheshimu aliyeuumba, anakosaje kuukemea na ukanyamaza kimya? Maji yanapokosa nidhamu, yanaanza kumsumbua yeye aliyeyaumba, anakosaje kuyakemea na maji yakatulia na yakawa shwari? Maana vile vile ana uwezo wa kuamuru maji yasiwepo na yakatoweka.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa watu wakashangaa, wakasema anawezaje huyu anawezaje huyu kukemea namna hii? Na maji yakamsikiliza. Yesu yuko juu ya yote. Yesu ndiye aliyefanya vitu vyote vinavyoonekana navyo visivyowezekana. Yesu ana mamlaka juu ya yote. Ndio maana yeye ana uwezo wa kukemea tufani, wa kukemea misukosuko, na ikatulia. Safari ikaendelea wakiwa shwari. Bwana Yesu asifiwe. Safari aliyoianzisha Yesu lazima ikamilike maishani mwako. Jambo alilolianzisha Bwana lazima likamilike katika jina la Yesu. Shauri lake lazima lisimame, kusudi lake lazima litimie. Hata kama kutakuwa na misukosuko, kutakuwa na tufani, kutakuwa na nini, wewe kazi yako, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Mweleze Yesu, mshirikishe Yesu. Msukosuko wote unaokabiliana nao katika maisha yako, yuko yeye ambaye anakomesha misukosuko, ili mradi wewe uwe mwanafunzi wake. Maana safari hii alikuwa anasafiri pamoja na wanafunzi wake. Wanafunzi walipomwita, wanafunzi walipomwendea, wanafunzi walipomshirikisha, yeye alipoamka akaukemea upepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upepo gani umekupitia ndugu yangu? Upepo upi unakufuatilia? Msukosuko gani? Chombo gani ambacho umepanda unaona chombo chako kinaanza kuzama? Ni nini? Ni nini? Yuko Yesu aliyemwanzilisha safari yetu. Yuko Yesu aliye kiongozi wa safari yetu, na safari hii lazima tufike. Kwa jina la Yesu lazima tufike mwisho. Ikiwa yeye ameanzisha, ni kwa sababu anao uhakika wa kufika mwishoni mwa safari. Hauwezi kutuacha njiani, hauwezi kutuacha tuzame, hauwezi kuacha upepo ututoe kwenye reli, ili mradi sisi tunakuwa ni watu wa kusimama na kumwamsha Bwana mkubwa. Na yeye si kwamba amelala. Tumejifunza na tunajua jinsi ambavyo Mungu hasinzii, Mungu halali. Yeye yuko macho masaa 24, wala hachoki wala hazimii. Ni Mungu mwenye nguvu masaa 24, siku zote, milele yote, katika jina la Yesu. Amen. Sisi kazi yetu ni kuomba. Anataka kuona imani yetu, anataka kuona kwamba tunamwamini. Acha kuwa na hofu na woga. Hofu na woga itakutoa kwenye reli. Lakini wewe ujue kwamba kunapokuwa na misukosuko, kunapokuwa na upepo, kunapokuwa chombo kinaanza kuzama, maji yanaanza kuingia katika chombo, wewe mapema anza kulitia jina la Bwana, anza kulitia jina la Yesu. Na ukilitia jina la Yesu, lazima kutakuwa na matokeo katika jina la Yesu. Anasema niite nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Mwite Bwana, mwite Bwana. Kuna msukosuko wowote, mwite Bwana. Kuna upepo wowote ule, mwite Bwana. Chombo kimeanza kujaa maji, mwite Bwana. Hata kama hicho chombo kimezama, bado Bwana aweza kukuokoa na chombo chako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui unapita katika nini safari. Upepo gani unakuja kwako? Wewe wajua. Chombo kimeanza kujaa maji au kimezama, unajua. Unapitia katika hatua gani, unajua. Haijalishi, yeye ana uwezo kuingilia kati katika hatua yoyote ya tatizo ulilo nalo katika jina la Yesu. Ndio maana wakati wa Lazaro, kwa makusudi kabisa, aliacha Lazaro akaendelea kuumwa, akaacha Lazaro anakufa, akaacha Lazaro amezikwa, ili kuwaonyesha watu
kwamba huyu mtuliza misukosuko ana uwezo wa kutuliza misukosuko katika hatua yoyote. Hata kama mtu amezikwa tayari kaburini, ana uwezo wa kutuliza huo msukosuko. Akamwita Lazaro, Lazaro njoo huku nje. Yeye aliyekuwa amekufa siku 4 zilizopita akatoka nje ya kaburi akiwa hai katika jina la Yesu. Ndugu zake walikata tamaa, wakajua hapa alipofikia Lazaro ndio basi tena. Msukosuko hapo alipofikia hakuna namna, chombo kimezama hapa, haiwezekani. Anakuja na muuliza, mmemweka wapi? Mmemweka wapi rafiki yangu? Wakampeleka kaburini walikokuwa wamemzika. Akamwambia, liondoeni jiwe, liondoeni jiwe. Huu msukosuko bado uko ndani ya uwezo wake, liondoe jiwe. Wanafunzi wale ndugu zake Lazaro wakaanza kusitasita, lakini akamwambia, je, sikuambia kwamba mkiamini mtauona utukufu wa Mungu? Liondoeni jiwe. Wakakubali, wakaliondoa jiwe. Akalia kwa sauti, Lazaro njoo huku nje. Lazaro akatoka nje akiwa hai. Akamwambia, mfungueni sanda, mwacheni aende zake. Yeye alikuwa amekufa akawa hai tena. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kile cha kwako kilichokufa, huyu mtuliza misukosuko, huyu mkomesha misukosuko, anaweza kukifanya kikawa hai tena. Chochote kilichokufa aweze kukifanya kikawa hai. Ana uwezo kuingilia kati katika hatua yoyote ya msukosuko, katika hatua yoyote ile ya chombo kuzama. Sijui wewe uko wapi, umefikia wapi, lakini nataka nikuhakikishie jioni ya leo, ukiliamini neno hili kwamba Yesu yeye ndio kiboko ya misukosuko, yeye ndio komesha ya misukosuko, huo msukosuko wako ni mdogo sana. Huo msukosuko ambao unaopitia yani ni mdogo sana. Yesu anaweza kukemea kimya kimya na huo msukosuko ukakoma mara moja katika jina la Yesu. Utaondoka leo hapa ukiwa shwari. Leo utaondoka ukiwa shwari katika jina la Yesu. Mahali ulipo, simama juu. Simama juu. Simama juu. Wale wanafunzi walimwendea Yesu. Walipomwendea Yesu, kumbuka wako wote kwenye chombo, wako wote kwenye chombo, lakini nafikiri kulikuwa na hatua, hata kama ni hatua 2 au hatua 3, lakini walimwendea Yesu. Na wewe leo mwendee Yesu kwa imani. Mwendee Yesu kwa imani. Mwendee Yesu kwa kuamini. Anawapenda mno watu wanaomwamini. Anawapenda sana. Kama anavyosema kwamba anapendezwa na watu wenye imani. Mtu mwenye imani ndani yake hana mashaka, hana mashaka. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa macho. Hii ndio imani. Unaomba halafu unakuwa na uhakika kwamba nina imani. Yesu jioni ya leo ametuliza msukosuko huu uliokuwa unikabili. Jioni ya leo Yesu ameingilia kati tatizo lililokuwa nalo. Unakuwa ni imani, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo isiyoonekana bado kwa macho, lakini wewe unaanza kuyaona kabla, kwamba msukosuko umeisha. Jioni itakuwa shwari. Jioni ya leo itakuwa shwari. Jioni ya leo itakuwa shwari. Sehemu yako wewe, kama umeamini, mwendee Yesu kwa imani. Mwendee Yesu kwa imani. Mwendee Yesu kwa maombi.
Zungumza naye Yesu, mwambie Bwana, asante, nimelisikia neno hili, nimeliamini, maana ni wewe ambaye ulituliza msukosuko mbele ya wanafunzi wako ulipokuwa unavuka na chombo katika ziwa, na tayari chombo kilikuwa kinazama. Wanafunzi walipoliitia jina lako Bwana, ukaukemea ule upepo, kukawa shwari. Misukosuko yote, upepo wote, kila kitu kikawa shwari. Bwana, wewe unaweza. Hata misukosuko niliyo nayo kwako si lolote, hata misukosuko niliyo nayo kwako si chochote. Naamini jioni ya leo misukosuko ambayo imenihangaisha muda mrefu, haya ambayo yamekuwa yakinisumbua, misukosuko hii leo imekutana na mkomesha misukosuko. Jioni ya leo ni wamekutana na Yesu mkomesha misukosuko. Misukosuko hii haitaendelea. Ninaamini leo ni mwisho, leo ni mwisho. Omba namna hiyo. Umeliamini neno hili, omba.